Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Amma sasa hivi tunaingia katika mlango wa kuosha maiti. Tuliona kaifia taksiril mayit, namna ya kumuosha maiti. Na tutakuwa tunaenda moja kwa moja kwa vitendo kutokamana nini na wakati wetu. Na kuna baadhi ya vitu tutakuwa tunavifumbia kutokamana nini na wakati wetu tulionao. Kwa hiyo tujitahidi kuwa makini. Jambo la kwanza akasema Sheikh rahimahullah ta'ala, alwajibu fi taghsil almayyit an yughassila jami'a jasadihi bilma'i hatta yanqa. Jambo la kwanza ni mtu amuoshe maiti, mwili wake wote. Hili ndio jambo lilokuwa la lazima, tuzingatie nukta hii. Jambo la kumuosha maiti ni lazima kumuosha maiti mwili wake wote. Hili ndio jambo la nini? La lazima kumuosha maiti mwili wake wote kwa kutumia maji hadi pindi ambapo atakaposafika. Tutakapohakikisha kwamba hapa amefanyaje? Amesafika. Hili ndio jambo lilokuwa la nini? La wajib, pasina kipengele aina yoyote bana. Mimi sijui kufanya hivi, mtenge hapo, toa ule uchafu, then baada ya hapo tumuoshe mwili wote kwa pamoja pasina kufanya hivi wala vile. Paka tuhakikishe hadi tuhakikishe tumefanyaje? Mtu huyu au maiti huyu amefanyaje? Amesafika. Lakini Sheikh akasema rahimahullah ta'ala, wal afdal, jambo lilokuwa bora zaidi, an ya'mala ma yali. Jambo lilokuwa bora afanze aya ambayo yanafuata hapa. Jambo lilokuwa bora afanze aya ambayo yanayofuata. Afanye ambayo yanafanyaje? Yanafuata. Moja, yad'u al-mayyit ala shay'i alladhi yuridu an yughassilahu alayhi munhadiran nahwa rijlaihi. Kwamba jambo la kwanza indekiwa amuweke maiti katika sehemu yake ambayo, katika kifaa ambacho yeye anataka amkoshe juu ya nini? Ya kifaa hiko. Amuweke aliyakuwa huyo maiti akiwa ni mwenye kuelekea au ameinamia upande wa nini? Wa miguu yake au miguuni mwake. Naam, nataka maiti yangu. Tutaenda kwa vitendo tuzidi kuelewa. Popote. Sio tunaosha. Jamani, samanini ipendeke tupate mazingatio. Yaani sema mbele tupate mazingatio ni sehemu kama hii hapa. Tunaona vizuri? Sehemu ndeke tuwe makini. Huyu ndio maiti wetu. Huyu ndio nani? Maiti wetu. Tuliletewa maiti wa kumweka, lakini vijana akasema ni mdogo. Tena kwa hiyo Allah alitengeneza maiti wa kwanza, Allah amlipe khairi, na maiti yake pia tumemweka humu. Tena kwa hiyo ni kama ni tuseme mbeba mimba. Tunaona vizuri. Kwa hiyo huyu ndio nini? Maiti wetu. Tumeona kipengele cha kwanza, inatakikana kwa yule muoshaji anayesimamia kumuosha maiti amweke maiti juu ya kitu ambacho yeye amekusudia kumuosha maiti juu ya kitu hiko. Tunaona jamani, lakini hali ya kuwa huyo maiti ameinamia kuelekea miguu yake kidogo. Ameinamia kuelekea wapi? Miguuni mwake. Mfunue kwanza. Mfunue shehe. Nago. Tunaona vizuri? Kalete tofali. Kipande chapo dakika moja, muda unazidi. Yote sawa. Kwa hiyo tumeona kwamba hali ya kuwa akiwa ameinamia upande wa nini? Wa miguuni mwake. Kinachofanyika ni kipi? Huyu ndio maiti wetu. Huyu tayari ashatangulia mbele ya Allah. Tunamuweka hivi. Maana yake hapa ameinamia kidogo kuelekea nini? Miguu yake. Tulana hapa pia kwa wale ambao ni watengenezaji wa vitanda kule Montreal kule, endekiwa watengeneze vitanda vya design kama hii kwamba inahitajika. Ndio maana tumechukua kabisa nini na video, kwa sababu ya kuwa ni elimu yenye kuenea kwa watu wengine. Ili swala tunalichukulia nini na video. Kwa hiyo atakayetaka zaidi atakuja atapata. Kwa hiyo indekiwa maiti awe amekaa design hii, amewekwa design hii. Tuliona kwa kuwa kitanda chetu kilikuwa kijatengenezwa, tunatumia kile kitanda cha kisasa. Kuna vile vya kuzungusha, kwa hiyo hapa tumezungusha kimepanda. Hilo ni jambo la nini? Jambo la kwanza. Tayari maiti amewekwa wapi? Amewekwa juu sehemu ya kufanyaje? Sehemu ya kuoshewa maiti, si ndio? Katika eneo la kumwosha maiti. Jambo la pili linalofuata, mtafuta kitambaa chap kidogo. Chap. Tuna nzuri.
kwamba jambo la pili linalofuata kwamba yalufu khirqatan ala aurati almayyit min as-surrati ila ar-rukbati. Jambo la pili, nukta ya pili, baada ya kumweka maiti yetu katika sehemu hii ya kufanyaje, ya kumuoshea, inatakikana kwa yule muoshaji amfunike, tulana amfunike kutumia kitambaa, lakini hapa inakusudia nini? Shuka. Amfunike maiti kwa kutumia shuka kutokea, maana yake amfunike ala aurat almayit, afunike juu ya uchi wa nini? Wa maiti. Tulana vizuri, afunike juu ya uchi wa nini? Wa maiti. Kuanzia wapi? Minasurrati ila rukbati, kutokea kitovuni kuja wapi? Tena kwenye magoti, hadi kwenye magoti. Funika maiti. Tunajalia hapa kitovuni kwetu, si ndio? Kitovu hiki hapa, alafu hapa ndio magoti. Usifunike kote. Hapa ndio nini? Magoti. Kwa hiyo hapa ndio kwenye utupu wake huyu nani? Maiti. Kwa hiyo tunafunika hadi kwenye magoti na hapa hivi. Tunaona vizuri? Kwa hiyo hiki ni kipengele cha pili. Jambo la kwanza, maiti ndio astiriwe, hairuhusiwi kumuona utupu wake. Hata kama ukiwa hai, mwanamke kwa mwanamke, mwanamume kwa mwanamume, haifai kuangaliziana nini? Tupu. Hii ni haramun. Jambo hili lifanyaje? Halifai. Hivyo hivyo heshima yake huyu mtu inaendelea mpaka kufanyaje? Kufa kwake. Usije ukatoa nguo ukaanza kumuosha maiti akiweko uriana kwamba yuko uchi kabisa. La, ile lifanyaje? Halifai. Swali unaweza kauliza, vipi itakuwaje maiti ya mwanamke? Tuna hapa tunaendea pande ngapi? Mbili. Ikiwa ni maiti ya mwanamke, unaweza kumweka hivi hivi. Tunaona vizuri? Kutokea kitovuni kuja mpaka kwenye nini? Kwenye magoti. Lakini jambo lilokuwa bora zaidi ni kumfunika mwili wake wote upande wa mwanamke. Kwa nini? Tunafundishwa nini? Mwanamke uchi wako wao mwili wako wote nini? Ni uchi. Kwa hiyo ukitaka ujue muhimu wa stara hadi kwenye kuandaliwa wakati unaoshwa, unabidi ustiriwe. Kwa hiyo bora ni kumfunika mwili wote akiwa nani? Mwanamke. Bora, lakini sio lazima, sio nini? Sio lazima. Ukiwa utasumbuka katika kumuosha, unaweza kumfunika kuanzia kitovuni kwake mpaka kwenye nini? Kwenye magoti. Kipengele cha ngapi hiko? Cha pili. Malengo ikiwa ni nini? Akasema kabla an yakhla'a thiyabahu, tulana kabla jamvua, maana yake atamstiri hivi kabla kumvua zile nini? Nguo zake. So umvue alafu ndio ufanyaje? Umstiri. Maana yake hichi kitendo cha kumstiri utamstiri kabla kumvua nini? Nguo zake huyo maiti. Kwa nini? Li alla tura auratuhu, ili usionekane uchi wake, ba'da al-khal'i, baada ya kuwa umemvua nini? Nguo zake. Kipengele cha tatu, yakhla'u thiyab al-mayyit birrifqi, itabidi aondoe zile nguo za maiti zile alizokufa akiwa amefanyaje? Amezivaa. Aziondoshe kwa nini? Kwa upole. Lakini si jamani, maiti yetu tumemleta tushamvua nguo, tukitoa hapa ni mtihani. Kwa hiyo tushamvua nini? Nguo. Hapa tunajalia tumeshamvua nini? Nguo. Au tunaweza kufanya uongo, tumeshamvua nguo hapa. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo hapa tunahesabu yuko uchi, lakini tumemstiri kwa nguo yetu hii. Kwa hiyo inabidi kipengele cha tatu umemweka kipengele cha kwanza, cha pili umefanyaje? Umemfunika shuka, si ndio? Kipengele cha tatu inabidi sasa ufanyaje? Umtoe zile nguo zake alizokufa akiwa, lakini baada ya kuwa umefanyaje? Umemstiri. Sabilu Salaf TV. Daima haki itaonekana. وما تركت لك الأيام عذرا لقد وعظتك لا